Asante sana kuendelea kufuatilia moja kati ya TV yako ambayo inakuletea burudani nyingi. Tunaelekea moja kwa moja kuchambua michuano mikubwa kabisa barani Ulaya ambayo ni UEFA Champions League. Mkondo wa kwanza ulimalizika pale Nou Camp ambapo Barcelona alilazimishwa kutoa sare ya magoli 3-3 dhidi ya Inter Milan. Leo hii Barcelona anasafiri moja kwa moja mpaka kwenye uwanja wa Inter Milan, aggregate ikisoma 3-3. Mengi yanazungumzwa kurudi kwa Roberto Lewandowski, pengine inaweza ikampeleka Barcelona katika hatua inayofuata, lakini pia captain wa timu ya Inter Milan naye amerejea kwenye kikosi baada ya majeraha ambayo alikuwa ameyapata. Mengi yanazungumzwa kwa namna ambavyo mechi ilivyo, ugumu wa mechi, lakini pia aggregate inasoma 3-3, timu zote zinafunga, timu zote hazina ulinzi mzuri. Niko hapa na Mio atakwenda kueleza namna ambavyo mechi ya marudiano itakavyokuwa kwa pande zote mbili, endapo wengi wanaipa chapuo timu ya Inter Milan kwenda katika hatua inayofuata. Karibu sana Mio, na mechi unaionaje? Inter anapewa nafasi kubwa kwa sababu alitoa magoli 3-3 ugenini, sasa yuko nyumbani pale. Ni mechi ngumu na ni mechi nzuri kwa sababu mechi ya kwanza iliweza kuonyesha taswira nzima, kwa maana kwamba magoli 3-3 ilionyesha kwamba ni timu za namna gani ambazo zimekwenda kukutana kwenye hatua nusu finali. Kwangu mimi binafsi naweza nikasema kitu kimoja, ilikuwa ni finali kwenye mchezo wa nusu finali, kwa maana ilikuwa ni finali kabla ya finali. Kwa maana kwamba tafsiri sahihi ni kwamba ulikuwa ni mchezo mkubwa kwenye nusu finali. Tutarajie nini kwa wachezaji hawa kurudi? Roberto Lewandowski amerudi, lakini pia captain wa Inter naye amerejea mchezoni kuhakikisha kwamba anaitetea timu yake kuweza kwenda katika hatua inayofuata, hatua ya finali michuano hii mikubwa barani Ulaya. Unapozungumzia mtu kama Roberto Lewandowski, ni mtu ambaye ameweza kufanya makubwa kwenye michuano ya Ulaya, lakini pia kwenye upande wa ligi za ndani ameweza kufanya vitu vikubwa. Hakuna mtu ambaye hatamani kuwa na striker kama Roberto Lewandowski. Kwa hiyo ongezeko lake ndani ya kikosi cha FC Barcelona kwenye mchezo wa leo ukiwa ni mchezo wa marudiano, naona kwamba unaenda kuwapa kitu FC Barcelona. Kwangu mimi huenda nikawa tofauti na watu wengi wanavyodhania kwamba kwenda katika uwanja wa Giuseppe Meazza labda FC Barcelona huenda kaenda kupoteana. Ila anachokitazama zaidi Barcelona na kikosi ambacho ni bora kuliko Inter Milan. Kwa sababu moja, Barcelona wana squad nzuri, kwa kwamba katika eneo la uwiano, kwa kwamba hasa katika eneo la ushambuliaji. Ukisema wana squad nzuri, mechi ya kwanza aggregate 3-3, nyinyi mnafunga, upande wa pili nao wanafunga. Hiyo haidhihirishi kwamba moja kwa moja wametoka. Ndio maana ukienda hata pia katika watu wengi ama makampuni mengi ya bashiri bado wanaonyesha kwamba Barcelona ndiye ambaye ana nafasi kubwa ya kuweza kushinda mchezo wa marudiano kwa sababu tu ya aina ya kikosi alichonacho, lakini pia safu yake bora ya ushambuliaji. Ndio maana wanampa nafasi kubwa ya kuweza kushinda, lakini pia aina ya kikosi alichonacho. Mimi naangalia kitu kimoja. FC Barcelona ni timu ambayo imejengeka, inaangazia zaidi kuweza kurejea katika michuano ya kimataifa baada ya kuweza kufanya vizuri mwaka 2015 mpaka leo tunazungumza ni miaka kadhaa. Kwa aina ya kikosi walichonacho, vijana, damu ndogo ambao damu changa ambao wapo pale, wenda wakafanya kitu katika uwanja wa Giuseppe Meazza. Nani unampa karata yako usiku wa leo, siku mzito kabisa wa UEFA Champions League, ambapo kesho hapo na penyewe tutashuhudia mechi nyingine ya mkondo wa pili ambapo tunazungumza Paris Saint-Germain atakuwa yuko nyumbani akikaribisha Arsenal. Turejee hapa tupo tunazungumza kati ya Barcelona dhidi ya Inter Milan. Nani unampa karata? Licha ya kwamba Inter Milan nao na kikosi ambacho ni bora, wana mtu kama Lautaro Martinez, lakini pia amelingana mchezoni. Thuram yupo pale, lakini pia ukiangazia eneo la kiungo ndiko ambako wanategemea zaidi mtu kama Enrique Mkhitaryan yupo pale, lakini pia mtu kama Nicolo Barella yupo pale. Kwa ni wana kikosi ambacho ni kizuri kwenye eneo la kwenye safu ya kiungo. Kwa licha ya kwamba na kikosi ambacho ni bora nao, lakini bado wanatazama zaidi FC Barcelona wanakwenda kufanya mageuzi katika uwanja wa Giuseppe Meazza. Asante, amesema Barcelona anakwenda kufanya mageuzi katika uwanja wa Meazza. Je, nini kitatokea? Mengi yanazungumzwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali kwamba ubora wa Barcelona pengine ukaishia hapa, lakini pia moja kati ya mechi ambayo itakuwa na ushindani wa hali ya juu sana.